Baba Askofu kwa kunipa nafasi ya kusimama siku ya leo mahali hapa pamoja na baraza zima na wazee bwana, mimi nisimame mahali hapa. Nashukuru Mungu kwa nafasi hiyo, lakini pia nashukuru kanisa zima. Mungu awabariki. Mimi ni mtoto hapa, najisikia furaha kusimama hapa nilipozaliwa na kukulia. Najisikia vizuri sana na moyo wangu. Mungu akubariki sana. Amina. Basi bila kupoteza muda, leo nitaka kama tujikumbushe vile. Wangapi hapa wa Pentecost? Wangapi wa Pentecost? Safi kabisa. Nafikiri kanisa lilianza kwenye Pentecost. Hata askofu anatufundishaga hivyo hapo. Si ndivyo jamani eh? Kwenye Pentecost ndipo lilipoanza kanisa, ukaanza mlipuko wa Roho Mtakatifu, zikaanza ishara na miujiza, matendo makuu yakaanza kutokea, kipindi ambacho Yesu alipowaambia wanafunzi wake, lakini mwanzo tunaona yale mambo alikuwa anayafanya Yesu mwenyewe. Lakini baada ya yeye kuondoka, akawaachia wanafunzi wake kama agizo kwamba msiondoke hapa, bakini hapa mpaka mtakapopokea nguvu. Lakini ilikuwa ni kitendawili kigumu sana kwa wanafunzi. Kwanza hawakuelewa ni nguvu ya namna gani ambayo Yesu ametuambia tubakie hapa. Wengine kati ya wanafunzi wake walifikiri kwamba wataachiwa utawala, wao watamiliki kila kitu, itakuwa chini yao. Umeona? Wengine wakawa wanahisi labda nguvu za Mungu. Kila mtu akawa na mtazamo wake katika wanafunzi wake. Lakini nguvu ambayo Yesu aliyozungumzia pale ni nguvu ya kipekee sana, na ni nguvu ambayo imezidi nguvu zote ulimwenguni. Ni nguvu ambayo ukiipata unapata ujasiri. Ni nguvu ambayo ukiipata unaona hakika nina amani na moyo wangu. Kwa hiyo Yesu alijua kwamba wale watu akiwaacha vile vile walivyo, akiwaacha olela, kwanza watasalitiana wenyewe. Pili, hawatakuwa na msimamo. Kwa hiyo akasema ili hao watu wawe na msimamo, wanahitaji wapokee nguvu. Amina jamani eh? Unajua hivi, hata sisi kama tunataka tuwe na msimamo madhubuti, ni lazima tupokee nini jamani? Nguvu. Tunapokuwa na nguvu ya Mungu ndani yetu, ile nguvu ndio inatupa ushujaa. Ile nguvu ndio inatupa kuvumilia. Ile nguvu ndio inatusukuma kufanya mambo ya Mungu. Unaweza ukapanga kabisa kitu fulani sikifanye, lakini ile nguvu iliyokuwa ndani yako ndio inakusukuma ufanye jambo, na jambo linaenda kufanya nini? Kutokea. Amina. Kwa hiyo leo nataka tujikumbushe kwa habari ya maisha ya Kipentekoste. Upentekoste ni lazima kila mmoja wetu hawe amejazwa nguvu. Yaani Upentekoste ni nguvu za Mungu kuwa ndani yetu. Amina. Ninajua kweli tuna nguvu, ninajua kweli tunaenda kwa lugha, lakini Biblia inatuhimiza kila iwapo leo tunamhitaji Mungu kila siku. Tunahitaji kujazwa kila siku, tunahitaji kusemezana na Mungu kila siku, tunahitaji kuomba kila siku. Ndio Biblia inatuhimiza. Kwa hiyo hapa ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kumwamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu alimfufua katika Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Umeona eh? Hapo kinazungumzia habari ya kumkiri Yesu kwamba hata Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ukiamini ule utendaji kazi wote wa Yesu ule, ukamwamini Yesu na mamlaka yake na mambo yake yote, yani ukamwamini kutoka ndani ya moyo wako, basi utakuwa umefanya nini? Umeokoka. Ni mambo kama ya wokovu, kama wokovu upya hivi eh? Lakini ndivyo Biblia inavyosema. Kwanza tumkiri Yesu kwa kinywa chako, ndivyo utakuwa umefanya nini? Umeokoka. Kwa hiyo kama kichwa cha somo hapa naweza kusema mfumo wa maisha ya Kipentekoste. Nataka kuzungumzia mfumo wa maisha ya Kipentekoste. Mfumo wa maisha ya Kipentekoste
Nafikiri wengi wetu tunafahamu kwamba Pentekoste ni nini. Wengine tumesikia, wengine tumeona, wengine tunajua maisha ya Pentekoste yapoje. Na ndicho ambacho Yesu alikusudia kukiacha hapa duniani. Hakutaka kuacha fedha, hakutaka kuacha mali, hakutaka kuacha umaarufu, alitaka kuacha roho wake ambaye anaishi milele na milele. Ndio maana mpaka leo tunaamini kupitia Yesu Kristo kwamba Yesu alikuwepo na alifanya matendo makuu na ataendelea kufanya. Hata sisi wote hapa tutapita, tutaondoka, lakini Yesu ataendelea kuwepo na ataendelea kutenda matendo yake makuu na ataendelea kujidhihirisha kwa namna mbalimbali. Amina jamani. Yaani itafika kipindi sisi hapa wote atupo pa. Kama ikitokezea Yesu amekuja sawa, lakini ikitokezea Yesu amechelewa kuja, tutakufa kwa tutaishi milele hapo. Lakini watu wataendelea kumwamini Yesu. Amina jamani. Watu wataendelea kumwamini Yesu kwa sababu wanamjua na maandiko yamemdhihirisha kwamba Yesu Masihi ndio mwana wa Mungu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama sisi kumwamini Mungu na kuliamini neno la Mungu na kuliweka ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo hapo ninachokiona kikubwa mimi, kwanza kumwamini Yesu na kumfuata. Tunamwaminiji Yesu na kumfuata. Nafikiri hapa wengi wetu tulihubiriwa injili au tulishuhudiwa. Alafu tulivyoshuhudiwa tukaamini. Baada ya kuamini tukaanza kujifunza. Ndio hivyo Kwa hiyo kwenda kwa walimu kujifunza habari za kukulia wokovu, kumjua Mungu na maisha yako kubadilisha, huko nasema ni kumfuata nani sasa? Unafuata yale ambayo Yesu ameelekeza tuyafate. Yale Yesu ambayo anataka sisi tuyafate ndio ambayo maelekezo ya kumfuata nani jamani? Yesu. Kwa hiyo tukio la kwanza ni kumwamini Yesu. Tunapomwamini Yesu kutoka ndani ya mioyo yetu, ni lazima sasa tumfuate Yesu anatakaje. Unajua unaweza ukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, alafu ukawa unaelekezwa na mtu ambaye anapajua ile sehemu. Ni lazima utamfuata yule mtu ndio ili ufike kule sehemu, si ndio hivyo? Ni lazima umfuate yule mtu ili akuelekeze. Sasa na sisi tulivyookoka tunataka tumfuate nani jamani? Yesu. Tunafuata maelekezo ya Yesu. Tumemwamini kweli, lakini Yesu anasemaje na neno lake linasemaje? Tukianza kufuata yale mambo ambayo Yesu anataka sisi tuyafanye, ndio tunaweza kuona sasa baraka za Mungu ziko juu yetu. Tunaona mafanikio ya Mungu yanakuja juu yetu. Tunaona kuinuliwa na Mungu, tunaona kuheshimiwa na Mungu. Kwa sababu gani? Tunafuata vile Mungu anavyotaka sisi tufate. Hivi umeenda kuajiriwa kazi. Siku ya kwanza tu umeajiriwa kazi. Bosi anakupa maelekezo, alafu na wewe bosi, hapana, hapa nafikiri hapa utufanye hivi. Yaani wewe unapewa maelekezo na unatoa maelekezo yako. Bosi atakushangaa, atasema huyu kweli anajielewa au vipi? Yaani mimi nampa maelekezo ya hii kazi jinsi nataka kufanya, na yeye tena ananielekeza mimi. Sasa hiyo ndio shida za kwenye wokovu. Inafika kipindi Yesu ameshatupa maelekezo kwamba tufanye hili na hili, na sisi tunaweka maelekezo yetu na mitazamo yetu, tunafuata mambo tunayoyataka. Hapo ndipo tunapobishana na Yesu. Lakini nikwambie, kama utafuata maelekezo, utamwamini Mungu vizuri, utakubali kufundishwa, utakubali kusimama katika msimamo wa Mungu, Mungu hawezi kukuacha hata siku moja. Lazima atenda bega kwa bega na wewe. Kila hatua utakayokwenda lazima anasimama na wewe. Hawezi akatuacha hata siku hii kama unafuata kanuni za Mungu. Unajua hivi, zipo baraka za ujanja. Zipo. Unakuta mtu kanunua godoro, anasema shosti nimenunua godoro, lakini kaongo akalichuna, lakini sio njia sahihi. Zipo baraka za ujanja za uongo. Lakini Mungu anataka usimame na msimamo wa kumwamini yeye. Wakati ukifika kukupa godoro na kitanda, atakupa tu. Lazima akupe. Shida ni njia za shortcut. Njia za shortcut ni nzuri sana. Watu wengi wanazipenda sana njia za shortcut. Zinafikisha haraka lakini zina madhara makubwa. Ni kweli utafika mapema, lakini ukafika muda wa chakula kupakula ikawa bado unaanza kusubiria njaa, unaanza kung'aa pale na pesa au unaanza kujiaibisha. Lakini ukienda kwa wakati kama jambo lilivyopangwa, wala utapata shida. Utaona Bwana akiwa pamoja na wewe katika jambo unaenda kulifanya. Nenda na wakati, tuache njia za mkato. Katika
katika wokovu hakuna njia ya mkato. Njia ya Yesu ni nyembamba yenye kujisonga songa, lakini nikwambie watu walioamini hawaoni kujisonga songa, wanapita mara pale, wanauona utukufu wa Mungu, wanavumilia wakati wanapitia, ni mpaka watamuona Bwana. Haijai kutokea kwenye Biblia Yesu akamwacha mtu. Halafu uzuri wa Yesu, yeye achagui. Yani unajua Yesu yeye ni tofauti sana. Yani mimi na wewe tunaweza tukachaguana, huyu hapa anafaa, huyu ana sura nzuri, huyu ana muonekano mzuri, huyu ana shepu nzuri, huyu, lakini Yesu yeye achagui. Yoyote aliyokuwa tayari anaishi maisha mazuri, yeye ni wake, huyo ni wake, hawezi kumwacha. Sasa unafikiri nani atakupenda namna hiyo? Wewe unafikiri hapa wengine hatunaza stahili ya kupendwa hapa? Kabisa. Hatuna sifa za kupendwa, lakini ndivyo Yesu alivyotupenda. Ametuchagua, ametulipia, amekubali kwa ajili yetu. Ni nani kama Yesu? Tusimchezee Yesu. Chezea mambo yote, fanya mambo yote, lakini ukifika mbele ya Yesu, tuliza akili zako, mwambie Baba, ninakujua wewe toka miaka iliyopita, haujai kumwacha mtu. Hata hili la kwangu ni gumu, lakini ninajua utakuwa pamoja na mimi, utanivusha. Tatizo tunamwamini Yesu, alafu tunakuwa watu wa kukatakata tamaa, wa kutaka njia za mkato. Njia ya mkato ina madhara makubwa. Yani niseme kwa mfano huu, mimi siwezi kushindana na Kaganga hata siku moja. Siwezi. Kwa sababu gani? Amenitangulia, ni baba yangu, amenilea. Yani siwezi, hata ngani sawa hata nifanyaje siwezi. Umeona Kwa sababu gani? Amenitangulia, ni baba yangu. Sasa ningetaka njia za mkato, nitasema nataka nimfuate mzee, nitakutana mambo mazito, nitaanza kufanya vitu ambavyo sio wakati wake. Lakini wakati wa Bwana ukifika, kila jambo litakaa sawa, kila jambo litaenda sawa, kila jambo na wakati wake, kila jambo na majira yake. Hata wewe katika hali yote unayopitia, subiri, simama na wokovu wako. Wokovu una thamani kubwa sana. Wokovu ni maisha ya baraka. Ni wokovu ni zaidi ya pesa. Wokovu ni zaidi ya magari. Wokovu ni zaidi ya nyumba. Wokovu ni zaidi ya muonekano. Wokovu ndio kila kitu katika maisha yetu. Chezea vyote. Chezea mikono yako, chezea miguu yako, chezea macho yako akayatoe, lakini usimchezee Yesu. Usicheze na Yesu. Yesu ndiye kila kitu, maana anajua wapi tunaenda, anajua wapi anakupeleka. Usiharibu kule unapokwenda. Yaani wewe uenda kupita kwenye mji wa watu, alafu kabla hujavuka kwenye ule mji unaanza kuwakashifu kwenye mji ule. Mimi nikipita hapo ndio nyinyi muondoke mji mzima hapo. Ngoja ufike kwenye mji wao ndio utawajua. Yaani sisi tunahitaji tutulie mbele za Mungu. Tuangalie Mungu anataka kitu gani, Mungu anatongoza kitu gani. Lakini haya yote yanasababishwa na kwa sababu ya kukosa Roho Mtakatifu. Unajua leo hii makanisa mengi sana, watu wengi wanamjua Yesu au wanamjua Roho Mtakatifu kwa njia ya kusoma tu na kuelewa. Yaani mtu anaweza kumuelezea Roho Mtakatifu, ukamwelezea hata mtu kajazwa na mapepo, mtu mwenye mapepo kabisa, ndani yake kuna mapepo. Hebu nipe sifa za Roho Mtakatifu. Wewe atakupa ni msaidizi wetu, ni muombezi wetu, ni faraja yetu, yeye ndiye anatutia moyo. Yes, anaeleza yote. Sasa huyo Roho Mtakatifu ndani yake yupo. Shida sio kujua sifa na tabia za Roho Mtakatifu, no. Jambo kubwa ninaloliona mimi hapa ni Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Ni wewe kujidhihirisha kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani ya moyo wangu, ninanena kwa lugha, ni kweli hii nguvu ya Mungu ipo ndani yangu. Hilo ndio jambo la kujiuliza kama sisi wa Pentekoste. Sio kujua tu sifa na jinsi Roho Mtakatifu alivyo, lakini yale maisha ya uhalisia. Nakumbuka watu kule chuo, kuna wakati kama kesho mtihani, afu una mambo mengi, unaamua kufanya, una claim zile notes yani uzifahamu, unakunywa kama maji yani. Unazinywa afu kwenda kwenye mtihani,
Alafu ikibadilishwa swali kidogo tu, yani inakuchanganya, ulielewi tena kwa sababu umeclaim. Nikibadilishwa tu kona. Sasa ile hali ilikuwa ni ngumu sana. Kuna wakati unakuta swali umejibu vizuri, yani mwalimu anasema kwa kweli huyu mwanafunzi kanielewa kweli kweli, yani sasa ngoja darasani akwambia hivi, hebu elezea lile swali ulipata vipi. Kumbe mwenzangu alisharuka siku zile zile liclaim tu ujibu mtihani, yameenda tayari. Ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu ya kiroho. Watu wengi wana claim maisha ya roho ya kiroho, wana claim jinsi ya kuishi na Roho Mtakatifu, lakini ule uhalisia wa kumfahamu Roho Mtakatifu ndani ya moyo wetu, ndani ya mioyo yetu, hapo ndio kuna changamoto. Lakini nikwambie, kama utafungua moyo wako, kama utasema Yesu, ninataka sasa uwezeme na mimi, uingie ndani ya moyo wangu. Yesu ni mwaminifu, anaingia ndani ya mioyo yetu. Kikubwa ni sisi tukungangana na vitu ambavyo havina misimamo katika maisha yetu. Unajua mtu kumwambia kutafuta, kuna dili la pesa. Kwa bili wapi? Saa ngapi niende? Hivi lakini huyo mwambie hivi, kuna maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu nasikia mtumishi, unajua nimechoka sana, mtaniombea tu. Yani watu wana kama Roho Mtakatifu vile hana samani, kama vile Roho Mtakatifu hawezi kumsaidia mtu. Lakini kwambie hivi, mafanikio ya ukweli yapo kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za kweli zipo kwa Roho Mtakatifu. Baraka za kweli zipo kwa Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu, hata kama mfukoni hauna hata shilingi 100, lakini ile amani ya Bwana inakuwa imetawala ndani ya moyo wako. Hauna shida, hauna wasiwasi, unakuwa na uhakika kwamba nitapata. Mama ambaye amejazwa Roho Mtakatifu akaachua tu mle ndani, akaambiwa kuna hajaachua matumizi vizuri, hela balance haijakaa vizuri, nikwambie ataangalia, atachemsha uji wa mchele, watakula, lakini atakuwa na amani. Sasa umkute ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu, mpaka kwa bosi wako simu itapigwa. Hivyo huyo ongea naye vizuri. Familia nyote mnaishi na familia hivyo hivyo, au yeye ndo kabaji siku moja tu? Shida ni Roho Mtakatifu. Tukikosa Roho Mtakatifu tunakosa hata hekima na maarifa. Tukikosa Roho Mtakatifu tunakosa uvumilivu. Tukikosa Roho Mtakatifu tunakosa hata kuomba. Hapa tunapokosa kuambia Mungu naomba unisaidie, tunakosa. Shida kubwa ni kukosa Roho Mtakatifu. Lakini kwambie, Roho Mtakatifu alimwagwa kwa wote wenye mwili. Hakuja kuchagua watu, hakuja kuchagua makabila, hakuja kuchagua elimu, hakuja kuchagua wajinga. Alikuja kwa watu wote. Kila aliyokuwa yupo tayari, yeye alikuwa yupo tayari kuingia ndani ya moyo wake. Hata siku ya leo hii ukifungua moyo wako, yeye yupo tayari kuingia, kuweka makao ndani ya moyo wako. Ni wewe tu unavyoamua ndani ya moyo wako. Unajua, unaweza ukawa unaingia kanisani, unatoka, unaingia, unatoka. Unajua hivi, inawezekana kabisa kuingia na matatizo yako, kutoka na matatizo yako. Inawezekana. Yani kabisa inawezekana. Ndio maana mimi hainiumiziki kichwa kumwona mtu amekata miaka mingi kanisani, lakini hata abadiliki, yupo vile vile siku zote. Shida sio yeye. Shida bado hajakutana na Mungu. Akikutana na nguvu za Mungu, akikutana na Roho Mtakatifu, ni lazima atakubadilisha. Tamshauri askofu siku moja, huu misheni mwingine tufanye hata kwenye makanisa yetu yote, tuyakusanye, tuanze kuwashuhudia hata washirika wengine. Maana wengine bado hawajamuelewa Mungu. Kwa sababu mtu hawezekani unakuja alafu unaenda kutenda dhambi, unakuja unaenda kulewa pombe, unakuja unaenda kusengenya, unakuja unatongoza. Haiwezekani. Bado hujakutana na Mungu. Ukikutana na Mungu hautayafanya hayo. Mungu wetu ni mkuu sana. Hajai kumwacha mtu mtupu hata siku moja. Hajai kumpungukia mtu. Kila tulipomhitaji kikamilifu alikuja, alifanya mambo, alikuja akashughulika na matatizo. Hata Paulo na Sila walipokuwa gerezani, walipomwamini Mungu kwamba atawatoa, walipomwita Mungu, Mungu akaenda kule gerezani, akafungua milango yote, akasema wanangu nendeni, ni pamoja na nyinyi. Mungu hawezi akatuacha tukiwa sisi tumeka agano na yeye ndani ya mioyo yetu. Wewe unafikiri atashuka malaika hapa
aseme leo nimekutokea kwa mara nyingine, sasa unatakiwa uokoke, usipookoka ninakukata shingo yako. Hatokei. Zoruba utaikuta kama hujaamua kuishi maisha matakatifu ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndizo changamoto hazipungui, ndio unaona matatizo yanazidi. Ni kweli una pesa lakini una amani. Kuna watu wana kila kitu lakini kwambie hawana amani, hawaoni furaha. Wanasema mchungaji, natamani kama hivi vitu vyote nimpe mtu mwingine niwe na amani tu. Lakini kwambie amani ya kweli ipo kwa Yesu. Ukimwamini Yesu, amani inatulia ndani ya moyo wako, nguvu ya Mungu inakuwa ndani yako, utakuwa hauna wasiwasi. Hivi unajua kuna watu kaambia walokole hawana hela, wengine watu hawaamini hata siku hii, hata siku moja hawaamini. Kumbe saa nyingine tunakuja huko tumepiga kikombe cha uji tu au chai kavu, alafu fresh tunapita huko nje, tuna amani zetu, tunapiga mapambio yetu fresh, tuna amani. Lakini sio kwa sababu ya vile tu, kwa sababu tunaye mwanamume wa wanaume amekaa ndani ya mioyo yetu. Yeye ni toshelevu, yeye hajai kutuacha katika mazingira yote, anatusimamia yeye. Nani kama Yesu? Unajua ningeweza kutafakari jinsi Yesu alivyokuwa, yani ni wa kipekee sana. Alafu nikiona mtu anamchezea Yesu, nikiona mtu anambipu Yesu, na kuwa nasikitika ndani ya moyo wangu, nasema lakini ni Mungu mwenyewe anajua jinsi ya kumbadilisha mtu wake. Ukweli ni kuambieni, ili tuwe salama tunamhitaji Roho Mtakatifu. Atawale maisha yetu, atawale ndoa zetu, atawale watoto wetu, atawale kazi zetu. Ni lazima tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wewe utashangaa uwepo wa Mungu umeshuka uwepo wa Mungu. Unajua sasa hivi kila mtu yupo busy na Mungu. Ndio kwanza mtu namkuta anatoa simu na chati, yani kwenye uwepo wa Mungu. Mwingine ndio kwanza anatoa macho anazunguka, bado hajakutana na Roho Mtakatifu. Ukikutana na Roho Mtakatifu, hata huo muda anaposhuka yeye mwenyewe hautaukumbuka kama kuna simu mfukoni, hautakumbuka kama mwenzangu hajavaa akajapendeza, hautakumbuka. Utakumbuka kwamba sijui muda gani nimejazwa, ndio muda gani nimefurika. Utauona uwepo wa Mungu umekuzunguka, utaona nguvu za Mungu zimekuzunguka, utaona katika uwepo wa kipekee sana. Shida ni Roho Mtakatifu. Hebu leo wapendwa, niwaambie tumtake Roho Mtakatifu afurike ndani ya mioyo yetu, atembee ndani ya mioyo yetu. Ndio maana wanafunzi wa Yesu wanaambiwa bakieni hapo hapo, msiondoke mpaka mtakapokea nguvu za Mungu, mpaka mtakapokea nguvu za Mungu. Lile ni mfano wa kanisa la leo. Usikubali wa kanisani hata wiki moja haujajazwa Roho Mtakatifu, usikubali. Ni lazima mwambie Yesu, leo siende hata nyumbani kwangu, leo ninaamua hivi na hivi, ninataka nijazwe nguvu. Yesu ni mwaminifu, atakujaza, utafurika. Shida ya Roho Mtakatifu, hana utoshelevu. Kuna mtu mwingine anasema mimi nimeshajazwa tayari. No, Roho Mtakatifu tunamhitaji kila siku. Roho Mtakatifu tunamhitaji kila, yani vile hakuna mtu ametoshelezeka na Roho Mtakatifu duniani. Hakuna mtu asema mimi nimeshiba Roho Mtakatifu, now is enough, inatosha kabisa. Hamna. Kila siku tunamhitaji Roho Mtakatifu atufanye wapya. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atujaze. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atufunulie mambo mapya. Kila siku tunahitaji kupiga magoti tumwambie Bwana, tunakuhitaji wewe. Tukiwa na Roho Mtakatifu hatutapata shida. Apata kuwepo na masengenyo, apata kuwepo na wivu, apata kuwepo na mashindano, apata kuwepo huyu yupoje. Hapana, nikwambie wote tunakuwa tupo sawa. Yani kaida moja ya Roho Mtakatifu, anawafanya watu wote kuwa sawa, maana yeye ni mmoja, anataka na sisi tuwe wamoja. Lakini tukikosa Roho Mtakatifu tunaanza kuona hii grade 1, hii grade 2, huyu type yangu, huyu sio type yangu. Shida ni Roho Mtakatifu. Lakini tukiwa tumejazwa wote, tunaona wa kushoto yupo sawa, wa kulia yupo sawa, wa nyuma yangu yupo sawa, maana wote tumejazwa na Roho yule. Roho ni mmoja, hawezi kutupungukia. Wote anatugea kadri tunavyomhitaji. Ukisoma pointi ya kwanza sema kumwamini Yesu na kumfuata. Pointi ya pili
kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Hivi Roho Mtakatifu ukijazwa, unajua yeye anakuongoza yeye. Kuna mtu mmoja nilipata sana shida ya kumuombea, pata shida sana, lakini siku moja nikapata ufunuo. Roho Mtakatifu akaniambia mimi, hebu muombee ujazwe Roho Mtakatifu. Ukimwombea ujazwe Roho Mtakatifu, kama matatizo yake yanaisha. Yaani mimi nilikuwa nakazana kumuombea yale matatizo yake, lakini Roho Mtakatifu akaniambia muombee ujazwe Roho Mtakatifu, tatizo lake litaisha. Na ukweli siku nyingine alipokuja na tatizo lile lile, nikasema leo sikuombei tatizo lako. Roho Mtakatifu amesema na mimi nikuombee nguvu za Mungu ndani yako, nikuombee Roho Mtakatifu yeye akae ndani yako. Nikaanza kumwombea Roho Mtakatifu, nikaanza kumwombea Roho Mtakatifu, nikachukua muda, mara nikaona network imekamata, nikaona channel zinaanza kusoma, nikaona jamaa anaanza kunena kwa lugha, nikaona jamaa akachanganya, mwisho naona jamaa anaanza kunena kwa lugha, amejitupa analia kwa machozi. Ni mtu ambaye ana matatizo, lakini kwambie hakuna tatizo lolote likikutana na Roho Mtakatifu haliwezi kubaki, ni lazima litaondoka, ni lazima litaondoka, ni lazima litaondoka. Haliwezi kubakia kwako, haliwezi kubakia kwa yule. Ukikutana na Roho Mtakatifu anamaliza kila kitu. Roho Mtakatifu ana nguvu kuliko mchungaji. Roho Mtakatifu ana nguvu kuliko askofu. Roho Mtakatifu ana nguvu kuliko kiongozi wako aina yoyote. Roho Mtakatifu anajitosheleza yeye mwenyewe kwenye ufanyaji kazi wake. Shida kubwa hatujakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu na kumpa nafasi kwenye maisha yetu. Yule jamaa, unajua niliona maajabu sana. Yule jamaa toka siku zile Roho Mtakatifu akawa kama, unajua Roho Mtakatifu anaweza kukukomesha, lakini kukukomesha kwake sio kubaya. Yule jamaa mimi sijamfundisha kufunga, sijamfundisha kuomba, lakini Roho Mtakatifu mwenyewe alimfundisha. Akaja anasema, mchungaji leo nimefunga, unajua Anaambia safi sana. Mchungaji, sijisikia hata kukupigia simu, nipo kanisani naomba mimi mwenyewe. Yaani Roho Mtakatifu kwa ndani ya moyo wako, yeye anakusaidia, anakusukuma kwenye mambo mengine, kufanya wewe mwenyewe, kujisimamia wewe mwenyewe, kufanya kabisa, kwa sababu yupo ndani ya moyo wako. Sijui tunaelewana jamani? Kama tutakubali kuongozwa na Roho, kila mmoja wetu akajazwa kikamilifu, hatutapata shida. Yaani ukijazwa na Roho Mtakatifu, hata pombe ipite hapo, ulikuwa mnywaji vipi? Yaani unaona kama takataka, unaona kinyaa kabisa yani. Ulikuwa wewe tapeli kweli kweli, yani hata uone kitu kimewekwa hapo, mtu kajileta mwenyewe, wala wewe umekubali hizo, umeshazishinda zamani kabisa. Ulikuwa wewe uwezi kukaa bila kuzini, lakini nikwambie ukijazwa Roho Mtakatifu, ule uzinifu unaona kama takataka vile. Unaona pale hata mtu ajirengesha, hata mtu ajilete, unaona haina maana yoyote. Lakini sasa wewe huyo unajazwa Roho Mtakatifu, upo mumu ndani, akipita mtu jicho limeenda hivi, unaweza kumsahau hata mke wako au mume wako. Bwana, shida sio wewe, shida ni Roho Mtakatifu ndani yako. Roho Mtakatifu akiwa yupo ndani ya mioyo yetu ni shida. Tunarudia kule kule tulipotoka. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, tutakuwa waaminifu. Hata ukiwa peke yako, hata kama ulikuwa mlevi ukaikuwa chupa ya bia, hamna mtu yeyote kule chumbani, haikusumbui, unaichukua unaitupa, kwa sababu Roho yupo na wewe hapo ulipo. Mungu atusaidie. Mungu wetu ni mtakatifu. Mungu anakuja kuchukua kanisa takatifu. Mungu wetu ni wa baraka. Mungu wetu anabariki watu watakatifu. Zipo baraka za aina nyingi, sikatai. Kwani Farao hakufanya miujiza? Eti wakati Mungu anapambana na Farao kufanya miujiza yake, si alifanya? Alishindana na Mungu, lakini baadaye alishindwa. Kwa hiyo baraka feki, miujiza feki ipo. Kama hauna Roho Mtakatifu utaiamini tu. Kuna watu leo hii wanaamini rozari inamlinda, huko atenda dhambi, kalewa pombe, akikakamata rozari, mimi rozari ndio hii, ndio kila kitu, ishabarikiwa. Nani kakwambia rozari itakulinda? Nani kakwambia? Anayelinda watu ni Yesu, sio rozari.
mtu anaamini natembea na chupa ya mafuta, hii chupa ya mafuta itanisaidia, hii chupa ya mafuta itanisaidia, chupa ya mafuta. Nani kasema chupa ya mafuta inamsaidia mtu? Na haya yote yanafanywa kwa sababu ya kukosa Roho. Yaani kukosa Roho Mtakatifu unakuwa ni mtumwa. Yaani kukosa Roho Mtakatifu kama jalala vile linalotupiwa takataka. Kila takataka ina dampu inaingia mpa. Jalala haichagui takataka. Ukikosa Roho Mtakatifu utatumia sabuni, utatumia chumvi, sijui utaambiwa sijui vaa nguo nyeusi, sijui utaambiwa vaa nguo nyeupe. Yaani utakuwa mambo yako yaani utayumbishwa, yaani kote unapata matatizo lukuki. Lakini Roho Mtakatifu mwenyewe amejitosheleza, akikaa ndani ya moyo wako, hataki kuchanganywa na kitu chochote. Anasimama yeye mwenyewe, anakaa yeye mwenyewe. Akikuta kama kuna sabuni, akikuta kama kuna marozari, akikuta kuna makokoro namna gani, yaani yeye kama nyundo, akaenda mle anaponda anaponda, anatoa uchafu wote, yani afa anakaa mwenyewe anatawala. Roho Mtakatifu yeye ni mwema sana kwetu. Yeye ana nguvu sana. Yeye ni muombezi wetu. Ndio maana ukisoma hapo kwenye Matendo ya Mitume hii moja mstari, lakini nitasoma hiyo andika lakini Matendo ya Mitume 1:8 inaelezea jinsi watakapopokea nguvu. Lakini ukisoma Warumi 8:26 hapa nimepapenda sana. 8:26 Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Nani jamani anatusaidia udhaifu wetu? Kadhalika Roho naye. Kumbe tuna udhaifu, kumbe hatupo sawa, lakini anayetusaidia ni nani? Ni Roho. Sasa fikiria, hauna Roho Mtakatifu na udhaifu wako na udhaifu wangu, hivi inakuwaje? Ukisoma hapo kiendelea inakwambia hivi: kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kumbe hata kuomba hatujui pasipo Roho. Nani jamani? Unakuta mtu dakika 2 tu ameomba dakika 1. Usingizi unatokea wapi? Ajielewe, ghafla tu unasinzia. Shida sio kwamba umechoka, shida ni Roho Mtakatifu ndani empty. Likiwa jagi lipo empty ni shida. Tunahitaji tumtie Mungu ndani ya mioyo yetu, tumweke Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, yeye atawale, yeye atuelekeze, yeye atuambie jinsi ya kuomba. Ndio shida hapo. Lakini watu kama habari za Roho Mtakatifu, hata wengine hata shauku naye hawana, hata mpango naye hawana kabisa. Lakini kwambie, kama kuna kitu cha muhimu kuliko vyote kanisani, kitu cha muhimu kuliko vyote ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Kama kuna kitu cha muhimu kuliko vyote ndani ya kanisa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ndio mkuu sana, yeye ndio ana mamlaka kubwa sana, yeye ndio ana uwezo mkubwa sana. Watu, marafiki, majamaa, watu wataweza kukuacha, lakini Roho Mtakatifu yeye hakuachi. Yupo bega kwa bega na wewe, hatua kwa hatua yupo na wewe. Ulipochoka na kuzimia, yupo pamoja na wewe. Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, leo hii mwambie Yesu, ninataka Roho Mtakatifu aingie ndani ya moyo wangu, aingie ndani ya moyo wangu. Haijalishi itakuwaje, ninakutaka wewe Roho Mtakatifu, nione maisha mapya na wewe itakuwaje. Ukiwa ukimruhusu Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako, kuna vitu automatically vinaondoka wenyewe. Nampenda sana mwandishi wa Zaburi. Mwandishi wa Zaburi kuna kitu nimekipenda sana. Ukisoma Zaburi ya 51 mstari wa 11, Zaburi ya 51 mstari wa 11, na upenda sana huu mstari yani. Biblia inasema hivi: usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee.
nimeupenda. Kwanza anamwambia Mungu usimtenge na uso wako, lakini pili anamwambia hivi, usiniondolee roho wako takatifu. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Kuna wakati mwingine unaweza kaondokewa na mtu unayempenda sana. Kuna wakati mwingine unaweza kaondokewa na wazazi wako. Kuna wakati mwingine unaweza kaondokewa na mtu ambaye ulimpenda sana. Lakini kwambie, kubali yote hayo, lakini usiondokewe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana umuhimu mkubwa sana. Tusikubali kuondokewa na Roho Mtakatifu. Ni heri kupoteza kila kitu, ni heri kupoteza watu tunaoona wa muhimu, ni heri kupoteza mambo mengine, lakini Roho Mtakatifu tusimpoteze katika maisha yetu, maana yeye atakuwa na sisi mpaka siku ile ya mwisho. Atatuacha. Mume wako kuna siku atakuacha, mama yako kipenzi kuna siku atakuacha, lakini Roho Mtakatifu hatatuacha kamwe. Atakuwa pamoja na sisi mpaka siku ile ya mwisho, mpaka ukamilifu wa dahari atakuwa pamoja na sisi. Ni heri kupoteza kila kitu, rafiki yangu. Biblia inasema ni heri uingie mbinguni upo chongo, lakini usimpoteze nani? Ni heri uingie mbinguni una mguu mmoja, lakini mbinguni umefanya nini? Umeenda. Lakini kwa mbinguni ni nani anayetupeleka? Roho Mtakatifu ndio anayetushika. Anasema huyu shujaa ameshinda vita. Ni kweli hana mguu, hana jicho, ni kweli hana mali, lakini ni shujaa, ameshinda kule duniani. Mungu huyu hapa ni shujaa. Mbingu zinakupokea, zinakushangilia, wanasema kweli shujaa ameingia. Tunamhitaji sana. Lakini jambo la tatu, ukishajazwa na Roho Mtakatifu lazima kuwa muombaji na kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Kuwa muombaji. Kila mtu aliyojazwa nguvu za Roho Mtakatifu lazima awe muombaji na kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Ngoja, kuna uombaji wa aina mbili. Kuna uombaji ule wana maombi, typically wao wameamua ni huduma yao. Lakini kuna ule wajibu wa kila Mkristo ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake, lazima aombe. Ni wajibu wetu kila mtu aombe, kwa sababu ndivyo Mungu anavyo. Kwa sababu Roho Mtakatifu anahitaji chakula kutoka kwa chakula. Kile chakula gani? Ni lazima usome neno la Mungu alafu uombe. Neno la Mungu, maombi. Neno la Mungu, maombi. Neno la Mungu, maombi. Neno la Mungu, maombi. Hivi ni mapacha kwetu. Lakini utakuta mtu mara mwisho kusoma Biblia kama hajasomewa hapa na wachungaji kwenye madhabahu, ndio basi hiyo, mpaka wiki ijayo tena atakutana nayo. Tujijengee mazingira ya kusoma neno la Mungu katika maisha yetu na kuwashuhudia wengine katika maisha yetu. Lakini jambo la mwisho kabisa, kutunza utakatifu na ushuhuda. Kutunza utakatifu na ushuhuda. Hapa ndio kuna changamoto. Unajua hivi, baada ya kuokoka tu siku ya kwanza, umeshaokoka, yani leo nimempokea Yesu, Mungu ameshaweka uaminifu mkubwa sana ndani yako, na Mungu anaruhusu Roho Mtakatifu aje kukaa ndani ya moyo wako. Sasa huyu Roho Mtakatifu akiwa ndani ya moyo wako, sasa unataka uwe mwaminifu, kuishi maisha maaminifu na yenye ushuhuda, kuishi maisha ya kumlingania Bwana, kuishi maisha ya kujitoa. Lakini ukisema mimi nimeokoka tu siku ya kwanza, nishakuwa mshirika tu, basi haina mpango wa kujaza Roho Mtakatifu, basi sijui nina nini, basi lakini na nini, sawa tu. Nikwambie hivi, utakutana na mapigo. Yaani shetani atakugaragaza hapo ndani ya kanisa, hata kutumikisha vibaya. Lakini kwambie hivi, ukishaokoka tu, ukishamwamini Yesu pale, unatakiwa kumbe Yesu ameniamini. Anza kuweka mahusiano na Mungu vizuri, anza kubadilisha mazingira yako. Kama ulikuwa mazingira ya hatarishi sana, unaanza kumwambia Mungu nisaidie sasa, kwa sababu sasa nina pendo lako, Roho Mtakatifu ndani yangu, naomba uniongoze sasa. Anza kuishi maisha maaminifu, maisha kumtegemea Mungu, ni maisha yenye baraka sana. Lakini kwambie hivi, leo ukienda kwenye ma TV huko au kwenye mitandao, watu wanavibarikiwa,
mtu bado na bia yake moja asubuhi ile kaamka kaenda kanisani, anaambiwa pokea baraka, anainuka amen, kama vile ni kumbe na bia bado ipo jamsha vizuri kichwani. Baraka gani za Roho Mtakatifu zinashuka? Lazima tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu na kuwa waaminifu mbele za Mungu. Mungu ana kanuni zake na formula kwetu. Mungu alipotuita tu anatupa maelekezo, hajatuita alafu akatuacha tuende hivyo peke yetu. No, Mungu ametuita na kutugia maelekezo, piteni huku, fanyeni hivi, ukifika sehemu fulani simama, subiri, ukisikia nakwambia nenda. Ndio maelekezo ya Mungu. Nilikisoma hadithi moja nilikapenda sana. Mama panya akiwa na watoto wake wanataka kuvuka mto. Sasa yule mama panya wakati anavuka mto alitengeneza mtumbwi wa muogo. Alichukua muogo akauchonga vizuri, mama panya akauchonga vizuri, akasema wanangwe, najua tuna njaa na sisi tunapenda miogo, lakini huu muogo tusile ili tuvuke ngambo ya pili. Kule ngambo ya pili ndio kuna chakula, kule tenda kula na kujimwaga. Huku ngambo tuliokuepo huku ina shida. Watoto wakasawa, sawa mama, wakamsikiza mama yao vizuri, sawa mama. Watoto wakasema mama wewe tutakuonesha. Wewe utakuwa unaendesha, sisi tutakuwa tunacheza huko, kitu tutakuonesha kazi. Mama anakazana, ipo busy na mtumbwi wake. Wamefika katikati, kumbe wale watoto wanafanya wanacheza, sio wanajifunika, kumbe wanangwenya ule muogo. Ngwenyu. Wanaona raha kabisa. Hawajui kama kwenye mto kutatokea hatari. Hawana habari. Ngwenyu na muogo. Sasa mama ghafla ana mtumbwi kama mzito hivi. Ni watoto vipi? Ukasema mama hamna tatizo, wewe twende tu. Wanakaa mzigo, mama akijisahau, wanaenda kwenye muogo. Ngwenyu. Maji alipoanza kuingia na panya hawajui hata kuogelea. Maji yakaingia kwenye ule mtumbwi. Mama anasema watoto wangu mmefanya kitu gani? Anasema mama hatujui, sijui nini kimetokea mtumbwi. Wakasema mama nanyi mmekula muogo huu, sasa tunakufa. Maji yakaingia kwenye ule muogo, ndio watoto wote na mama yao wakateketea. Kwa nini nimesema hiki kisa? Nimekipenda sana nilivyokisoma. Maisha yale ninaweza nikayalinganisha na maisha yetu, kwa sababu Mungu ametupa maelekezo. Ndio maelekezo tuishi maisha ya uaminifu na matakatifu, lakini sisi wenyewe tunatoboa boti tulioipanda. Mara usengenyaji, mara sijui umbea, mara sijui kutamani, mara sijui uongo. Haya ndio mambo ambayo yanakusababishia vifo. Haya ndio mambo ambayo tunafanya tusimuone Mungu. Tunajiteketeza wenyewe na watoto wetu, tunajiteketeza wenyewe na nyumba zetu. Ni lazima tukubali kubadilika, kufuata maelekezo ya Mungu, kumwambia Mungu tunataka kuongozwa na wewe, tunataka tukuone wewe katika nyumba zetu, tunataka kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ibada zenye moto zinaanza kuanzia nyumbani, kama Biblia inavyosema ibada njema inaanzia nyumbani. Familia huko zinaanza kuwaka moto, ukija kanisani moto unawaka, wakaenda shuleni wanachapa injili. Tatizo moto wa Roho Mtakatifu hauwaki kwenye majumba yetu. Kama tutauasha, amekuja mama fulani au baba fulani analeta umbea, anafika pale anakuta familia nzima inapiga magoti inamlilia Mungu, atakaa na umbea wake, atajifikiria kama ndio uingizaje watu hapo kwenye uwepo wa Mungu, anaondoka zake yeye mwenyewe. Lakini akija akikuta mmepoa, anawapandikiza zigo lingine tena pa. Roho Mtakatifu ana umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu. Hebu tumpigie Roho Mtakatifu makofi makubwa, tumshangilie Roho Mtakatifu, tunamhitaji yeye. Unajua mtu akija kukuta naomba kinywa kijinga na yeye mjinga, yani anakuongezea ujinga kabisa. Yani mtu akikuta naomba kinywa kijinga, umekaa kwanza, si mafahali wanaojiona tunasema pamoja eti watu wanaofahamiana ndio hao sani moja wapo, yani kama kulo na doto vile. Lakini ukishaona ninakulipa pamoja na huyu mwenzangu, lakini mwenzangu huyu hataki kubadilika, si unaachana naye? Kwani dhambi? Unasema bwana urafiki uishe bwana, mimi urafiki wa hivi siwezi. Amina. Kama unataka urafiki na mimi, ili jambo leo lisema kesho, kuanzia kesho Jumatatu tuingie kwenye maombi. Nimejitolea na mimi kufunga na kuomba kwa ajili ya jambo hili. Tusiliongelee kwa mdomo tu, twende kwa vitendo. Tukamwambie Mungu ashughulike hili tatizo. Utamwona sasa mimi kesho naenda kazini, kesho tunaenda sehemu fulani. Mbona ukuniletea haya mambo ya ajabu ajabu? Muda unao. Kwa nini kwenda mbele za Mungu muda hauna?
ukikosa Roho Mtakatifu, hiyo ndio shida yake. Mambo ya ajabu ajabu ndio unayoyataka, vitu ambavyo vizuri vya kimungu unavipiga chenga. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana wapendwa. Kama tunataka mlipuko wa Roho Mtakatifu uendelee, ni lazima tukoke moto kisawa sawa, ni lazima tuwashe moto kisawa sawa, ni lazima tuwe na hasira na adui, ni lazima tumwambie Roho Mtakatifu, weka makao ndani ya mioyo yetu. Tukifanya hivyo, moto utawaka kule nyuma, moto utawaka kule juu, moto utawaka hapa mbele. Hakuna mtu akumshangaa mwenzake, moto utawaka kote kote, kwa sababu wote tupo bize, tunamlingana Bwana, tunamlilia Bwana. Hakuna kumshangaa mwenzake, hakuna kumuona mwenzake si kitu. Wote tumezama mbele za Bwana, tunanena mbele za Bwana. Ninaona fahari kubwa kuwa na Roho Mtakatifu. Ninaona jambo kubwa sana la kuwa na Roho Mtakatifu, maana yeye ni moto ulao. Roho Mtakatifu ni moto wenye nguvu, ni moto unaoteketeza kila aina mipango ya adui, unateketeza tabia mbaya. Ni wengi tumetoka kwenye historia mbaya, lakini tulipokutana na Roho Mtakatifu, aliponda ponda, alisaga saga, aliondosha takataka zote, maana yeye ni moto uraho, ni moto wenye nguvu. Ni nani kama Roho Mtakatifu? Ukimpokea leo hii, utaona furaha ya maisha yako, utaona bubujiko la maisha yako, utaona tumaini jipya ndani ya moyo wako, kwa sababu umempokea Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho, tunamhitaji Roho. Unajua, ukiwa na Roho Mtakatifu, kwanza utashughulika na mambo ya mwilini, madogo madogo haya. Mimi kuna siku nilishatoa mfano. Kuna siku bwana, jamaa alikuwa hawanijui. Sasa ile alikuwa wapi kule? Tabora. Sasa nimeenda kule Tabora bwana. Ule nikikumbuka rafiki yangu nachekaga. Sasa jamaa akataka mtumishi wa Mungu kutoka Zanzibar anakuja kutuhudumia kwenye mkutano. Wametangaza matangazo bwana. Wakaja bomba la mtu linakuja huko. Wakasema wametangaza. Wengine wanasema jamaa mhubiri kutoka Zanzibar. Bwana ni bora hata siku hizi kidogo navaa hata nguo kidogo zinakaa. Sasa enzi hizo navaa tu yani kisela tu yani. Bwana nafika pale, wazee wa kanisa, sijui nani viongozi wapo pale, wote wanakuja kunipokea. Nakuja kushuka kajitu kenyewe. Waliponiona tu wakaja kuninyali pale yani. Wakasema mtumishi huyu ndio huyu wao. Naona kwanza mzee mmoja, mtumishi ndio wewe hapo umekuja na baba yako au kuna nini? Unajua nilipata wakati mgumu sana kujibu. Nimwambie ndio mimi au sio mimi? Sasa wameshanidharau, utafanyaje? Shetani akanitengenezea bomba la hofu. Unajua niliingia hofu. Nikasema hapa natamani hata wanipe nauli tu, nirudi hata mkutano niende kuhubiri. Yaani nilikuwa naomba vile vile. Bwana unaona mwenye gari moja kaondoka fiu. Sasa shemasi mmoja akabakia pale. Bwana wewe mbebe begi lake, nikapakiwa kwenye bodaboda mzee fresh, nikapanda bodaboda. Yaani uko umeona tafakari, hapa nirudi au nikimbie au nifanyaje? Mbona hii imekuwa too much? Kwa nini imekuwa hivi? Lakini Mungu ananiambiaje? Mwanangu, tulia. Wakati unakuja, subiri. Kuna kitu naenda kukifanya. Subiri mwanangu. Naenda sehemu nilokusudia. Kwanza nikafika kwa yule shemasi. Naona baadaye anapigiwa simu. Sasa kule simpeleke la gharama za juu kule. Sasa wewe mtafutie hapo karibu na wewe, mpeleke hapa kapumzike, sasa hivi usiku sana. Badilishwa hata hoteli mpango niende, ikabadilishwa. Sasa mimi nishakuwa na wasiwasi. Sasa nasikiliza tu zile wasiwasi zile, nazisikiliza kwa umakini kweli yani. Unajua hivi, hata mtu akiongea kwa mafumbo si unaelewa? Unajua hapo nazungumziwa mimi kabisa hapo. Nikasema Mungu nisaidie, nitie nguvu Mungu wangu. Umeleta kuniaibike mimi. Nikasema subiri. Yule jamaa fresh akaniandalia msosi pale, nikapiga. Mchungaji, mshukuru Mungu, napenda tupeke ukapumzike. Nikaomba maombi ya hofu yani shetani ananihubiri yani wewe mara hii umeingia sipo yani umekoma, umeona yani moyoni karoka napita hivi. Nikasema Mungu nisaidie mimi. Nimepelekwa kwenye ile guest. Nikaingia ndani. Kwani kitendo cha kwanza nifanyaje? Nikaanguka kitanda nikaanza kulia. Mungu nisaidie. Mimi kwa nini nimekuwa hivi? Si bora nisingekuja kuaibika mimi. Nikalia pale nikaomba, lakini sauti ya Mungu ananiambia mwanangu, nimefanya hivi makusudi. Kuna kitu naenda kukuonesha. Kuna kitu naenda kukifanya. Nikawa kama siamini vile.
Akasema mbona wameshanikataa? Alafu mchungaji ndio mchungaji ambaye nafahamiana naye, siku ile mchungaji hayupo, kawaachia wazee. Kawaachia hayupo mchungaji. Mchungaji ananisemea vizuri. Wazee hawajanielewa, waliponiona watu wakasema huyu msela tu umetuletea wewe. Mchungaji naye siku hizi atatembea kama msela hapa kanisani. Moyoni nikasema mimi wanadiscuss vibaya sana watakuwa hao. Bwana, kesho yake nikaamka vizuri, mkutano umeanza. Kisha hubiri mtu siku mbili, ni baba limoja kutoka pale Tabora, nimechapa injili ya maana. Leo mtumishi kutoka Zanzibar atatuhudumia. Sasa wale MC hawajui kinachoendelea. Wanapamba kabisa yani. Mimi mwenzangu kule nasema angejua huyu leo mimi mwenzake huko. Sijui itakuaje huko yani. Nishajengewa hofu tayari. Alafu mzee nikaletwa na bodaboda mpaka pale. Nikashushwa na Biblia yangu, nikakaa. Kasema Mungu nisaidie. Sasa shida ilikuwa pale, Mungu alitengeneza mazingira ya ajabu sana. Ndio maana Mungu anakuambia hivi, ukiwa na Roho Mtakatifu hata kuacha hata siku moja. Mazingira yote unayopitia, ukiwa na Roho Mtakatifu hata kuacha, hata kutetea kwa namna yoyote ile. Atatengeneza mazingira ya wewe kukuinua au kukupeleka sehemu fulani. Roho Mtakatifu hajai kumwacha mtu mtupu hata siku moja. Hakuwahi kumwacha mtu akamsaliti, hajawahi. Hata siku moja hajawahi. Siku ile bwana ndiye siku ambayo watu wenye matatizo, alafu mzee mmoja pale ni mzee wa kanisa, kwenye kanisa la Kiteto pale, kanisa fulani. Bwana wakaletwa na wagonjwa bwana siku hiyo. Mmoja akaletwa haoni kabisa yani. Wameniletea tu mimi wanikomeshe. Wameletea wanikomeshe ushuhuda wao ukamilike. Unajua hata kanisani watu wanawajaribu watu. Mnajuaje? Kuna watu wengine wanakujaribu makusudi yani. Bwana, mimi mtoto wa watu nikapanda nikamwambia Mungu Roho Mtakatifu nitie nguvu. Mimi sijapata kibali hapa, siku zangu 2 hizi ziishe, nirudi nyumbani nikiwa salama. Nikamwambia Roho Bwana nifunike. Bwana, naona nimepanda tu pale. Bwana akashuka yeye mwenyewe madhabahuni, akasema pamoja na mimi. Mara nikaona ile hofu imeondoka, nikaona nimevaa ujasiri mwingine, nikaona uwepo wa Bwana, nikaona wingu limetanda. Nikaamwita mwanamume wa wanaume, nikaanza kumhungumisha mwanamume wa wanaume. Bwana akashuka, akaanza kuwahudumia watu, watu wakaanza kufunguliwa. Nikwambie hivi, sijai kuona kama ile siku jinsi Mungu alivyotokea. Kumbe siku zote ukishushwa Bwana atakupandisha. Acha watu wakubeze, acha watu wakuseme vibaya, lakini nikwambie yupo Bwana ambaye atakuinua katika maisha yako. Atasimama kwa ajili yako, atateta na wanaoteta na wewe, atateta na wale ambao wanakupinga, kwa sababu yeye ni simba wa kabila la Yuda. Kwani badala ya kumaliza faje ilikuwaje? Unajua mimi mwenyewe nilishangaa. Maana naona tamaliza tunaona liprado limekaa mlangoni pale kwenye mkutano pembeni yani. Haleluya! Huyo ndio Yesu tunayemwamini. Huyo ndio Yesu mtenda makuu. Huyo ndio Yesu ambaye anasema sitakuacha wala sitakupungukia katika mazingira yoyote. Na mimi sasa nikasema Mungu nisaidie. Hawa wamenidharau sana, lakini Mungu ameniheshimisha. Sasa kuna karoka binadamu kale kana kujaga saa nyingine kale. Kana kujaga kale au vipi? Na mimi nikasema Mungu asante, kwanza umenifuta machozi, nilikuwa mnyonge Mungu, na mimi sizubai hapa kupanda. Yani mzee nikaingia, naona kidogo aenda kuteta pembeni. Sasa wazee tufanyaje? Tumpeleke kwenye hoteli ile ambayo tulipanga wafikie watumishi. Mpelekeni kule. Mpelekeni na huyo, mpeleke. Sisi tumeona mara pale. Wazee wengine kwenye wanachukua simu zao. Mchungaji, umetuletea kijana lakini tumemuelewa bwana. Yaani wewe unaanza kusema, unaanza kumrudishia mchungaji majibu. Mimi nikasema Mungu asante. Mbona mimi sina lolote? Mungu asante, umenistiri Mungu. Mungu hawezi kuacha kutusitiri jamani. Hawezi kutuacha hata siku moja. Mazingira yoyote Mungu atakusitiri tu. Hivyo nafikiri Mungu ukiishi vizuri ataacha kukusitiri? Hawezi akakuacha. Shida zile njia za shortcut zile ndio mbaya.
Mzee nikapanda, kwani siku zile usiku nilikula menyu, nikamwambia mchungaji agiza na mimi kwa hasira zangu. Jana umelisha wali marage, nikaagiza kuku wa Kiswahili nusu na kandizi 2-3. Nikaitumia chance. Sikuacha kuitumia ile chance. Nikasema haleluya. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Umeonekana mwenyewe. Nikapiga zile. Mzee asubuhi wanakuja kwa mchungaji, vipi unaendeleaje? Maji ya moto umepata sijui na nini? Nikasema jana yake nyata maji ya moto amkuniuliza nyinyi. Moyoni nasema kumbe Mungu anajua kuatilisha watu adabu. Nikasema mkome kabisa. Mungu amewaonesha kazi nyinyi. Siku ya pili Bwana kama Mungu alivyo, wakamleta jamaa mmoja alikuwa paoni anakushuhudia, mimi hata sijui. Sasa nilikuwa sioni, nilikuwa naenda kwenye waganga kienyeji sana, nimeenda hospitalini, lakini jana kwenye maombezi hapa nimepona. Nikasema kumbe Mungu jana ulitenda. Kumbe ndio maana, kumbe Mungu ulitenda. Kuna wakati Mungu anatenda bila hata wewe kujua, anakutendea tu. Isi maisha maaminifu. Bwana atakutendea, Bwana atakuacha, Bwana atakupungukia. Siku ya pili mzee, Bwana kama alivyo, akianza na wewe na ukawa mwaminifu, akutupi. Siku ya pili ikawa ni njema machoni pa Bwana. Siku ya tatu nikaongezewa ikawa ni njema. Siku ya 4 akaja jamaa mwenyewe Musa akasema mchungaji bora umalizie tu, mimi naona hapo umeshamaliza kazi zote. Siku ya 4 ikawa ni njema. Siku ya 5 nikasindikizwa na msururu mpaka kwenye stendi ya basi. Mchungaji tunakuaga uende safari njema kwa nderemo na vifijo. Nikasema asante Yesu, walinipokea vibaya lakini wamenisindikiza vizuri. Jina la Bwana liinuliwe. Wewe ni Mungu na kuamini, hakuna kama wewe. Hebu simama kwa miguu yako.